بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتكفوا إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waislamu, tuko katika somo la mirathi. Tumeshaeleza kwamba kurithi kuko sampuli mbili. Kuna kurithi kwa mafungo yaliyotajwa na Qur'ani, lakini kuna kurithi kwa asaba. Na sasa tunaelekezana namna ya kurithi kwa mafungo yaliyotajwa na Qur'ani. Qur'ani imeeleza wako wanaostahili kurithi nusu, wako wanaostahili kurithi nusu ya nusu, na wako wanaostahili kurithi nusu ya nusu ya nusu. Lakini pia Qur'ani imeeleza wako wanaostahili kurithi thuluthi mbili, lakini wako wanaostahili kurithi nusu ya thuluthi mbili, lakini wako wanaostahili kurithi nusu ya thuluthi mbili. Haya ndiyo tunayoelekezana. Na leo tutajifunza fungu la wanaostahili kurithi nusu ya nusu ya nusu ya thuluthi mbili, ambayo ni as-sudus, 1/6 ya mali ya marehemu. Waislamu, umuhimu wa kwenda kusoma dini yako ni jambo muhimu lenye malipo makubwa sana, na haya tunayoeleza humu ndiyo matatizo tulionayo. Sangine tunatumia vitu si haki yetu. Hautokuwa na hoja mbele ya safari ya kusema sikupata au kunieleza. Waislamu, hiki kitu tunakirudia kila siku kueleza, lakini kwa kuwa watu wetu wa hivi sasa wamekuwa kama wale watu wa Nabiullahi Nuh, walikuwa wanatia pamba masikioni, mtume anazungumza wala habari moja hawana. Na watu wa leo hawana habari na dini kabisa. Haya, leo tunaelekezana sudusi. Nani anayestahiki kurithi sudusi? As-sudusu fardu 7. Sudusi ni fungu la watu 7. Kila mmoja katika hao anastahiki kupewa sudusi. Al-abu wa kwanza ni baba wa marehemu. Baba wa marehemu ni mmoja katika wanaorithi kwa mafungu, lakini pia wanarithi kwa uasaba. Sasa kuna wakati anaporithi kwa fungu baba wa marehemu, ndio tunaueleza huko mbele. Tutaeleza pia baba wa marehemu huyu atarithi kwa uasaba, sio kwa fungu. Baba wa marehemu ili astahiki kurithi 1/6 inda wujudi al-far'i al-warith, ni pale marehemu anapokuwa anaye mtoto. Alibni wabnihi, awepo mtoto wake marehemu au mtoto wa mtoto wake marehemu, awepo mtoto wa marehemu au mtoto wa mtoto mwanamume wa marehemu. Sijui naeleweka Kiswahili hiki? Kama marehemu hana mtoto wake, lakini anaye mjukuu aliyezaliwa na mtoto mwanamume, mjukuu huyu anamlazimisha babu yake astahiki kurithi 1/6 kwa uwepo wa mjukuu wa marehemu. Si tunaelewana? Kwa hivyo mtoto wa marehemu anamlazimisha baba wa marehemu apate 1/6, lakini na mjukuu wa marehemu, mjukuu wa mtoto mwanamume, naye anamlazimisha baba wa marehemu apate 1/6. Walbinti, na uwepo wa binti wa marehemu unamfanya baba wa marehemu apate 1/6, ingawaje kikirithisho kitabakia atakuwa asaba, lakini kwanza analo fungu la 1/6. Wa binti libni, na mtoto mwanamke wa mtoto mwanamume wa marehemu, yani mjukuu wa marehemu, mjukuu mwenyewe ni mwanamke, lakini amezaliwa na mtoto wa marehemu mwanamume. Huyu anamlazimisha babu yake apate 1/6, ingawa ni mjukuu wa marehemu,
aliyezaliwa na mtoto mwanamume. Tunasema siku zote watoto wetu wa watoto wanamume ni wanetu, na watoto wetu wa watoto wanawake ni watoto wa wenzetu. Kiswahili hiki kishikwe vizuri. Hapa msije mkapotea Waislamu mkawanyima watoto wa dada zenu haki za mama zao. Msije mkapotea hapa. Sheikh akasema kule mtoto mwanamke ni wa watu, kweli wa watu. Lakini kama hamkugawa mirathi mwanzoni toka kufariki baba yenu, hapo alikuwepo dada, ulikuwepo wewe kaka na makaka wengine na madada wengine. Madada wakafa wakaacha watoto wao. Watoto wale wa madada wanatakiwa kuja kuchukua haki ya mama zao huku kwa wajomba. Hawaji kurithi, bali wanasema ile iliyokuwa haki ya mama yetu tugaiene. Msije mkawanyima kwa kuambia kwamba nyinyi huku si kwenu. Kweli si kwao. Hawajaja kurithi, wamekuja kuchukua iliyokuwa haki ya mama yao. Hiki Kiswahili kieleweke Waislamu. Na somo hili tunalichukulia muda mrefu, msione kama haya mengine hatutaki kusoma. Hili tunalichukulia muda mrefu kwa sababu ni ugonjwa afadhali ya kansa. Si kansa ile ya kwanza, kansa ile iliyokuwa imeshashindikana. Maradhi haya ya mirathi afadhali ya kansa iliyoshindikana kuliko haya. Humu katika mitaa yetu kuna walorithi majumba haya wakati wao si wastahiki kwa kurithi majumba haya. Na sio kama dini yao ni dini nyingine, dini yao Uislamu. Ukiwauliza wanakuambia tutakwenda kujuana kwa Mungu bwana. Hiyo habari tutakwenda kujuana kwa Mungu, si tunakwambia hapa Qur'ani shakuja ukajuane kwa Mungu. Kama ntoba ulete hapa unasema kujuana kwa Mungu, kuna habari ya kujuana huko. Bwana unatania bwana. Kwa Mungu hakuna kujuana. Allahu akbar. Si huku duniani ukiona mtu katika serikali ni mkubwa, ukafanywa lolote huku chini, si unampigia simu yule akakutetea? Huko hakuna habari hiyo. Kila mmoja na lwake. Hapa leo mtu anajibana, anajizuia riziki anayoipata apelekee watoto wake. Siku ya kiyama kila mmoja atamkimbia mwenzake kwa amri ya Qur'ani katika surati Abasa, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sha'nu yughni. Unasema unaambiwa hapo na subiri tutakwenda kuonana akhera. Majibu ya watu majahili kabisa. Wallahi alazim. Kwa hivyo baba wa marehemu anastahiki kurithi 1/6 kwa uwepo wa farun warith wa marehemu, kwa uwepo mtoto wa marehemu anayestahiki kurithi. Lakini kama kuna mtoto wa marehemu murtad, mtoto wa marehemu mwenyewe kaingia katika dini si Uislamu, mtoto huyu hamzuia yoyote, mtoto huyu hatamzuia yoyote. Uwepo wake ni sawa na kuto kuwepo. Tunaelewana? Mtu wa pili, aljaddu, babu anastahiki kurithi 1/6. Ile ya kwanza baba tumesema anastahiki kurithi sudusi liqaulihi ta'ala wali abawaihi likulli wahidhin minhuma sudusu mimma taraka. Baba wa marehemu na mama marehemu watastahiki kurithi sudusi katika mali iliyoachwa na marehemu kama marehemu anao watoto, in kana lahu walad, kama ana watoto. Qur'ani ndio inaeleza hivyo. Sasa wewe ndio mkubwa katika familia, mnyime baba wa marehemu asistahiki kurithi, mwambie hivi, ukoo wetu umesema na mila yetu umesema kwamba mali ziachwe kwa watoto wa marehemu na mke wa marehemu. Kawaambie hivi. Ona Qur'ani imepotea, wewe ndio una busara na hekima. Kasema hivyo, utakwenda kuyakuta mbele safari. Aljaddu, babu anastahiki kurithi sudusi. Babu ni nani? Babu wako aina chungu mzima. Babu wa hapa abul abi ni babu mzaa baba. Babu mzaa baba anakaa nafasi ya baba. Ya salam, tunaelewana Waislamu? Kwa hiyo babu mzaa baba naye ni mstahiki wa kurithi mali ya mjukuu wake. Kwa sharti gani? Inda wujudi alfar'i alwarithi, marehemu anapokuwa anaye mtoto, wa adami abin, na marehemu hana baba yake kashakufa, au jaddi aqrab minhu, au babu aliye karibu na yeye. Maana yake nini? Huyu babu mathalan ni babu wa 5
Anakotokea kule yule babu wa tano kuja kwa mjukuu wake, hakuna mwanamke aliyokatiza hapo. Ni babu mzaa baba, babu yake baba, babu wa babu yake babu. Umeelewa hiyo habari? Yawezekana watu hawa wakakuwepo. Yuko babu wa juu kabisa, mfano ni babu watatu wa marehemu aliokufa. Babu yule anakuja kurithi. Kama hapa hakuna katika wale ambao ni mababu wa karibu na marehemu. Tunaelewana Waislamu? Kwa hivyo babu wa marehemu anastahiki kufanyaje? Haya. Tatu, al-ummu, mama wa marehemu. Mama wa marehemu anastahiki kurithi sudusi ya mali ya mwanawe kwa sharti hili, inda wujudi al-far'i al-warithi, pale marehemu anapokuwa anaye mtoto anastahiki kurithi, awe mmoja au zaidi ya mmoja, mtoto huyo mwanamume au. Al-ummu, mama wa marehemu, atastahiki kurithi sudusi inda wujudi al-far'i al-warithi, pale anapokuwepo mtoto wa marehemu. Marehemu anapokuwa na mtoto, mama wa marehemu atapata sudusi. Au ithnaini fa akthara, au uwepo wa wawili na zaidi ya wawili, min al-ikhwati wal akhwat, ya makaka na madada wa marehemu, min ayi naw'in, katika aina yoyote iwayo, iwe makaka na madada ni wa baba mmoja na marehemu, au wa baba mmoja mama mmoja na marehemu, au madada na makaka hawa wa mama mmoja na marehemu, wanamwathiri mama wa marehemu akapate sudusi baada ya thuluthi. Tunaelewana Waislamu? Haya. Mwingine anayestahiki kurithi na yote haya ni Qur'an, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Hiyo nne anayestahiki kurithi sudusi, aljaddatu alwahidatu, ni bibi mmoja, fa aktharu, na bibi zaidi ya mmoja. Hapa na hapo, bibi anayefika kwa marehemu kupitia wanawake hazuiliki, kama ilivyo kule babu anayefika kwa marehemu kupitia wanamume hazuiliki, na bibi anayefika kwa marehemu kupitia wanawake hazuiliki. Sijui kama naeleweka. Bibi huyu kazaa mama wa marehemu, huyu mama wa marehemu asiwepo. Bibi huyu aliozaa mama wa marehemu anakuja kukaa nafasi ya binti yake alokufa. We umzuia wakati yeye ndo kamzaa mama wa marehemu? Unamzuiaje? Kwa njia gani? Si huyu tu, hata mama yake huyu bibi ambaye ni bibi yake mama yako. Si huyu tu, hata bibi wa bibi yako mzaa mama yako. Wewe peleka tu wale wao wanawake tu, anakuja kumrithi. Kwa hiyo bibi wa sambulia anastahiki kurithi. Kwa sharti gani? In kanat sahiha walam tuhjab, ikiwa bibi huyo ni bibi asiye tenganishwa kati yake na huyo marehemu. Kuna mwanamume, asifike mwanamume hapa katika. Bibi wa mama mzaa baba wa mama wa marehemu. Mfano, mimi mama yangu ana jina lake mathalan Fatima, mama yake yeye anaitwa Hafsa. Yule Hafsa mimi si bibi yangu, huyo anakuja kurithi. Lakini huyu mama, huyu Hafsa anaye mume, ndio huyo mume ndio kwa wawili hawa akapatikana huyu mama yangu, si ndio? Sasa huyu baba yake haji kurithi huku kwa sababu yeye anafika kupitia mwanamke haji. Pia bibi wa mama alomzaa baba yake, yule baba yake mama yule anaye mama yake, bibi yule haji huku kwa sababu anafikishwa kuna mwanamume pale, mwanamume asiyostahiki kuja kurithi, bibi huyu haji. Lakini bibi yangu yule upande wa mama, na yeye upande wa mama, na yeye upande wa mama, na yeye upande wa mama, wanakuja babu mzaa baba, babu yake babu, wewe peleka tu, hao wote wanakuja kurithi, kumrithi mjukuu. Hii ndiyo dini ya Kiislamu na hii ndio sheria. Tunaelewana Waislamu? Mwingine anayestahiki kurithi fungu hilo, bintu ibni fa akthar, mtoto binti wa mtoto mwanamume wa marehemu. Aliyopo ni binti, ni mjukuu wa marehemu wa mtoto wake mwanamume, ndio aliyopo, naye anastahiki kurithi sudusi. Kwa ajili gani? Inda wujudi untha wahidatin a'la minha,
pale anapopatikana mwanamke ambaye ni binti wa marehemu mmoja aliye ni juu kuliko huyu. Maana yake nini? Huyu mzee kafa, kaacha binti yake mmoja, kaacha na mjukuu. Mjukuu huyu ni mtoto mwanamke. Sikiliza, mjukuu huyu ni mtoto mwanamke, na hapa anaye binti yake. Huyu binti atapewa nusu ya mali, alafu huyu binti wa mtoto mwanamume anakuja kupewa sudusi kukamilisha thuluthi mbili, na hapo kigeio kitakuwa ni namba 6. 3 tunampa binti wa marehemu, 1 tunampa mjukuu wa marehemu. Tunaelewana? Haya. Wa adamu dhakarin mumathilin, pili asiwepo mwanamume aliye kama yeye. Huyu mjukuu binti wa marehemu huyu wa mtoto mwanamume asiwe naye kaka yake, hata kama ni kaka yake wa ami yake asiwepo. Haya. Al-ukhtu li abi fa akthar, dada wa baba mmoja tu na marehemu anastahiki sudusi inda wujudi shaqiqatin wahida, anapokuwepo dada wa marehemu baba mmoja mama mmoja, anapokuwepo yuko peke yake. Mtu kafariki hana warithi isipokuwa ana dada zake wawili, dada mmoja baba mmoja mama mmoja na yeye, dada mmoja ni baba mmoja tu na yeye. Huyu dada wa baba mmoja mama mmoja naye atapata nusu ya mali. Huyu dada wa baba mmoja tu atapata 1/6 ili kukamilisha hiyo thuluthi, yani kukamilisha thuluthaini. Hivi ndivyo sheria inavyotueleza. Anasema wujudi shaqiqa wahida wa adamu dhakarin mumathilin, kusiwe na mwanamume anayefanana naye, wa adamu hajibin, na asiwepo mtu wa kumzuia. Wako watu wana mabavu, tutasoma huko, uwepo huyu anamzuia huyu, uwepo huyu anamzuia huyu, tutasoma vile vile. Wa mwisho alwahidu min waladi al-ummi, mtoto mmoja anayekutana na marehemu, ni ndugu wa marehemu lakini anakutana naye kwa mama. Ndugu wa marehemu anakutana naye kwa mama, huyu naye anastahiki kurithi 1/6. Dhakaran kana au untha, awe mwanamume au mwanamke. Idha fuqida alfar'u alwarith, lakini huyu marehemu asiwe na mtoto. Wal aslu dhakar, na marehemu asiwe na baba wala babu, yani asiwe na mzazi wanamume, asiwe na babu yake wala babu wa babu wa babu yake. Kuwepo kwa baba wa marehemu, ndugu wa marehemu kwa mama mmoja hastahiki kurithi. Kuto kuwepo baba wala babu wala hivi, ndio ndugu wa marehemu kwa mama mmoja atastahiki kurithi. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa